Huwa ligeni mpenzi mwana michezo, ni wasaa mwingine tena tunakutana hapa kupeana taarifa za kina kuhusiana na klabu ya kupendwa ya Young Africa. Na kumekuwa na tetesi nyingi mitandaoni na kumekuwa na mazungumzo mengi. Umekuwa ukimsikia Ally Shaban Kamwe akitamba kuhusiana na usajili ambao klabu ya Yanga imeufanya. Umekuwa watu wengi wakichukulia kama ni utani kuhusiana yale masuala ya mpanzu na watu wengine, lakini kiukweli asilimia zaidi ya 100 klabu ya Young African wamekwisha kamilisha usajili wao wa msimu unaokuja, na hii ni baada ya kukamilisha matakwa yao yote ya kile ambacho kiliandikwa katika ripoti za walimu wa timu hiyo, na kumekuwa na sintofahamu juu ya kocha mpya. Sasa ukweli wote upo hapa. Kama ndo mara ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe kwa kuwa hapa ndo sehemu pekee utakwenda kupata taarifa za klabu ya kupendwa Young Africans za uhakika na pasipo kupindisha. Lakini kabla sijakwenda kwenye zile confirmed transfer, nina taarifa kubwa ambayo klabu ya Young Africans wapo katika mazungumzo ya mwisho kuhusu usajili wa kocha mpya au ujio wa kocha mpya katika klabu hii ya Young Africans. Na kocha yule ni Laurent Mokwena, kocha ambaye amewahi kukipiga katika klabu ya Wydad Casablanca, lakini amefundisha pia timu ya Mamelodi Sundowns. Kocha huyu ambaye aliwaondosha klabu ya Young Africans katika robo finali ya Champions League misimu miwili nyuma, basi atakuwepo hapa katika klabu ya Young Africans kama makubaliano yao yatakubalika, kwa sababu kocha anakubali kupunguza kiasi cha mshahara ili aweze kujiunga na miamba hawa. Na kulikuwa kuna taarifa kuhusiana na Abraman Ben, na kocha ambaye aliwahi kuwa anawindwa na klabu ya Young African kwa muda mrefu. Hapa si mwingine tena ni Ibenge, lakini taarifa kubwa zilikuwa ni kwamba Ibenge ana mahusiano makubwa na klabu ya Simba. Hivyo mashabiki na wapenzi wadau wa klabu ya Young Africans ambao ni viongozi sasa waliona si vema sana kuwa na kocha wa namna hiyo, hata kama mpira atakuwa ni 100%, lakini walikwepa zile lawama za mashabiki na lawama ambazo zinaweza kujitokeza endapo mambo yote yatatokea. Na sababu kubwa ambayo ilisababisha wao wakatisha mazungumzo ni kwamba Ibenge amekuwa akishiriki katika mikutano mikuu ya klabu ya Simba, na hii inaonyesha ni kwa jinsi gani ana ukaribu na klabu ya Simba. Sasa twende kwenye taarifa ambazo zimetuleta hapa, taarifa za usajili, ambapo klabu ya Young Africans baada ya kushindwa kufikia makubaliano na mchezaji Faisal Salum Abdara ambaye anaenda katika mkataba wake wa mwisho, lakini klabu ya Azam haitaki kumpoteza mchezaji huyu bure. Inachotaka ni kumuuza hapa, na wameshaweka clear kwamba wanataka dola 500,000. Lakini Young Africans walikuwa na nia kubwa na walikuwa na uwezo mkubwa kumchukua Faisal Salum, ila ugumu unakuja pale mchezaji amepokea pia ofa kutoka katika klabu ya Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs wao wapo tayari kumchukua, lakini dili hili litakuwa liko na nguvu pale ambapo yule mchezaji yule Faisal Salum ana uhakika kama kocha Nasri Nabi atabaki katika timu ya Kaizer Chiefs, na huo ndo ugumu ambao Young Africans wapo nao. Lakini kwa klabu ya Simba wao ni ngumu sana kumpata Faisal Salum kwa sababu ya vipengele ambavyo vimewekwa katika mkataba. Na usajili mwingine ni wa yule De Jong ambaye anakipiga katika klabu ya Stellenbosch. Kumekuwa na mazungumzo marefu, lakini klabu ya Young Africans wao wamekwisha maliza mazungumzo, bado kukamilisha deals zote, kwa sababu wanasubiria waone kama kocha wao atabaki, kocha Hamdi atabaki, basi watafanya makubaliano, lakini kama ataondoka basi wanataka kocha mpya atoe suggestions za wachezaji. Na Young Africans wapo clear, wanachotaka msimu unaokuja ni kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa na kufanya vizuri katika ligi ya ndani. Ukiangalia kocha Young Africans Haridi Aucho, muda unaenda, lakini anataka kuletewa replacement. Duke Abuya ni mzuri, lakini inabidi kuletewa nguvu nyingine kubwa ambayo itakwenda kuwasaidia klabu ya Young Africans. Na mengine mengi kama haya, usisahau kusubscribe hapa na utakwenda kupata taarifa za uhakika kuhusiana na klabu yako pendwa Young Africans. Lakini Pacome Zouzoua amekwisha saini mkataba na klabu ya Young Africans, na Maxim pia Nzengeli naye amekwisha ongeza mkataba kama ilivyo kwa Kwasi Atula ambaye bado inasubiriwa ripoti ya mwisho ya mwalimu kuona kama ataendelea kubaki na Young Africans au anakwenda kuondoka.
Asante, usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine.